Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya taarifa ambazo zimetufikia siku hii ya leo ni kumuhusu moja kati ya manguli katika swala zima la mziki wa Bongo Flava. Yeye bwana yuko katika upande wa management, swala zima la kuwasimamia wasanii ili waweze kufanya vizuri zaidi katika nafasi mbalimbali za kimziki duniani kwa ujumla. Hapa tunamzungumzia huyu si mwingine bali ni Mkubwa Fella, na kama unavyoelewa kwamba Mkubwa Fella bwana ni mmoja kati ya mameneja wa muda mrefu. Huyu bwana na historia ndefu sana katika entertainment industry au katika mziki huu hapa wa Bongo Flava. Lakini pia moja kati ya habari ambazo zilikuwa za kuhuzunisha kidogo ni kuhusiana na Mkubwa Fella. Alikuwa kidogo anasumbuliwa na tatizo la kiafya siku kadhaa zilizopita tokea mwaka jana. Nadhani ni moja kati ya habari ambazo zilitrendi mno kumhusu Mkubwa Fella baada ya kutolewa taarifa rasmi kwamba anaumwa, na pia vile alikuwa anahitaji sapoti kutoka kwa wasanii mbalimbali, lakini sapoti hiyo alikuwa haipati mwishoni. Mwanzoni wanadai kwamba Diamond Platnumz akiwa kama ni meneja wake, yani huyu Mkubwa Fella ni meneja wa Diamond Platnumz, alikuwa akiwa bega kwa bega na mpaka alimpeleka Mkubwa Fella India, lakini baada ya kutoka India kurudi ni kwamba Diamond bwana akawa hapokei simu, kama vile kwa namna moja au nyingine alikuwa ameingia mitini. Umeona bwana, jambo ambalo mke wa Mkubwa Fella alijitokeza mitandaoni na kulitangaza kwa hilo swala, na ni kitu ambacho kiukweli kilishtua na kushangaza watu wengi sana kuhusiana na hicho kitu ambacho kilitokea. So kwa kifupi bwana ni kwamba Diamond bwana ni kwamba management yake ikazungumzia swala hilo, wakaeleza jinsi gani ambavyo walivyotoa ushirikiano hapo awali, lakini pia vile wakaja wakaelezea kuhusiana na changamoto ambazo zimetokea huko baadaye. Kwa kifupi ni kwamba Mkubwa Fella ambaye ni meneja wa Diamond Platnumz, lakini kabla hata ya kummanage Diamond, Mkubwa Fella alikuwa akimanage wasanii wengine wengi tu, kama vile tunakumbuka TMK, nadhani tokea miaka ya 2000 huko 2004 2005, moja kati ya makundi ambayo yalikuwa yana nguvu zaidi ya Tanzania ni kundi la Wanaume Halisi na Wanaume Family, nazungumzia TMK, ambapo hapo kulikuzwa vipaji kama vile kina Juma Nature, Chege na wengine kibao. Sasa wote hao bwana walikuwa ni familia hiyo ya Mkubwa Fella, yani Mkubwa Fella ndo alikuwa na manage hao wasanii, yeye ndo alikuwa manager wao. Lakini pia vile ukiachana na Mkubwa Fella kuwa manage TMK, baadaye tukaona akiwa na manage Diamond Platnumz, mmoja kati ya wasanii wakubwa sana Afrika kwa sasa hivi. Yeye ndo alikuwa ni manager wa Diamond. Mpaka sasa hivi inasemekana kwamba bado ni active manager wa Diamond Platnumz. Lakini pia makundi mengine ambayo aliyakuza ni kama vile ya Moto Band, mmoja kati ya kundi ambalo limekuza vipaji vya wasanii wengi akiwemo Mbosso bwana, lakini pia Rayvanny naye pia alikuwepo pale TMK, ni msanii wa Mkubwa Fella vile. Kwa kifupi ni kwamba Mkubwa Fella yuko na mchango mkubwa sana katika tasnia au katika career za mziki za vijana wengi sana hapa Tanzania. Sasa kwa kile ambacho kilichomkuta, maradhi ambayo yamemkuta Mkubwa Fella, ni moja kati ya vitu ambavyo viliwashangaza watu wengi sana kuona kwamba mkewe amejitokeza akiwa analalamika kwamba wasanii hawamsapoti mumewe katika kipindi hicho kigumu cha maradhi ambayo alikuwa anayapitia. Kwa ni jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana, na mwisho wa siku ndio ikaja kutolewa taarifa hiyo kwamba Diamond naye pia alikuwa apokei simu, kwa sababu mmoja kati ya wasanii ambao wanajulikana kwamba wako na uwezo mzuri kifedha ni Diamond Platnumz. Sasa kitendo cha Diamond kutokupokea simu ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi mno, umeona bwana. Lakini at the end of the day ndio hivyo, management ya Diamond ikaja katoa taarifa rasmi kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetokea kuhusiana na jinsi ya kumuuguza Mkubwa Fella. Lakini sasa habari ambayo imetufikia leo ni kuhusiana na maendeleo ya Mkubwa Fella kwa ujumla kiafya. Page mbalimbali zimekuja kuripoti, video mbalimbali zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Mkubwa Fella akiendelea na physical therapy, yani akiendelea kufanya mazoezi ya viungo kutokana na tatizo ambalo yeye alikuwa linamsibu, ni tatizo la ni mambo haya magonjwa ya kiutu uzima, tunazungumzia pressure, kisukari, stroke na vitu vingine kama hivyo. Ndivyo vitu ambavyo vilikuwa vinamsumbua Mkubwa Fella. Sasa kwa mujibu wa video ambazo zimesambaa mitandaoni zinaonyesha kwamba Mkubwa Fella bwana anaendelea vizuri, ana uwezo mpaka wa kusimama, kufanya mazoezi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusema alhamdulillah, kwani Mkubwa Fella anaanza kurejea tena katika nafasi au katika
hali yake ya afya aliyokuwa nayo hapo awali. So hapa kuna page zimekuja kutoa taarifa. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba hali ya Mkubwa Fella kwa sasa. Hapa chini wakasema kwamba hali ya meneja mkubwa Tanzania Mkubwa Fella wa TMK inaendelea kuimarika kadri ya siku zinavyozidi kwenda, na kwa sasa hivi ameanza kufanya mazoezi ya kusimama. Maana ni kwamba hapo awali bwana, ilikuwa inasemekana kwamba bwana Mkubwa Fella alikuwa hana uwezo hata wa kusimama, yani hali yake ilikuwa ni kulala kitandani tu, lakini kwa sasa hivi hali yake inaendelea kutengamaa na mpaka ana uwezo wa kusimama na mazoezi anafanya. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameripoti na wenyewe pia wameandika kwamba hali ya Mkubwa Fella kwa sasa hivi ni kwamba hii ni video kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa mke wa Mkubwa Fella iliyoonyesha aliyoamua kuishare na mashabiki wa mdau huyo mkubwa kabisa wa burudani nchini Tanzania. Katika video hiyo Mkubwa Fella ameonekana akiendelea kuimarika. Sasa hivi anaendelea na mazoezi ya viungo. Aidha, video hiyo imeibua matumaini mapya miongoni mwa mashabiki, huku wakizidi kumwombea aweze kurejea katika hali yake ya kawaida. So baada ya taarifa pamoja na video hizo kusambaa mitandaoni, of course wadau mbalimbali wa muziki hapa Tanzania wameamua kuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa kuna mtu anaitwa Mark Hilary anasema kwamba angeachwa kwanza augue katika faragha. Wakanamaanisha kwamba yani huyu Mkubwa Fella alitakiwa auguzwe kisirisiri, hakukuwa na haja ya kuonyesha mitandaoni jinsi anavyoendelea au kuposti video kama hizi. Okay, kuna mwingine hapa amekuja amecomment, anaitwa Jenny Jacob anasema kwamba Mungu ni mkubwa sana, amin. Kuna mwingine anasema kwamba bwana get well soon Mkubwa Fella inshallah. Kuna mwingine anasema kwamba bwana kuna burudani gani hapo. Kuna mtu anasema kwamba bwana wapendwa, hali mbaya sana, nimekwama. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Mungu azidi kukujalia ndugu yetu, akufanyie wepesi, upone, tumtumikie Mungu, tuachane na mambo ya mziki, hayo ni mambo ya duniani. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo. Kuna mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana kwa hiyo ni burudani au ni nini kinaendelea hapo? Kuna msababu bwana dua haya maisha jamani, Mwenyezi Mungu atuepushe na magonjwa tu, tuseme amina. Kuna mwingine amekuja kucomment hivyo. So hizo ni comment za wadau mbalimbali ambao wamejitokeza baada ya video hizo kusambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Mkubwa Fella bwana akiwa akionekana akiwa yuko hospitalini hapo. Hiyo inaitwa physiotherapy, yani kwamba alikuwa anafanyiwa mazoezi ya viungo kulingana na maradhi ambayo yuko nayo. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.